Haleluya, haleluya. Naomba sasa fungua Biblia yako katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya pili mstari wa 24 na ule wa 25. Kumbukumbu la Torati sura ya pili mstari wa 24 na mstari wa 25. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Maandiko anasema, ondokeni mshike safari yenu, mvuke bonde la Anon. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshbon mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Hivi leo nitaanza mimi kutia utisho wako na kuhofiwa kwako juu ya watu walio chini ya mbingu kila mahali, watakaposikia uvumi wako na kutetemeka na kuingiwa na uchungu kwa sababu yako. Jina la Kristo Yesu na libarikiwe. Nataka kuzungumza leo, ni siku maalum sana, kwa sababu leo ni moja ya siku chache ambazo siku ya Jumapili inaangukia kwenye tarehe ya mwisho wa mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni siku mojawapo. Jumapili ya leo imeangukia pia tarehe ambayo ndio inamalizia mwezi wa 5 ili kuingia mwezi wa 6 au ili kuvukia mwezi wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno kuvuka lina maana kubwa. Ndio maana ninaitazama ibada leo kama ina unabii ndani mwake, hasa nikitazama ujumbe wa leo ambao Mungu amenipa na siku yenyewe. Naona kuna jambo la kinabii Mungu analitengeneza katika maisha ya kanisa lake katika jina la Yesu. Naona kuna jambo Mungu analiumba katika ulimwengu wa kinabii na katika neema ya kinabii ambalo linakwenda kutokea katika maisha ya kanisa na katika maisha ya watu wa Mungu katika jina la Yesu. Mwana Mungu ali hai, sema amina. Sema amina. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie kuamini. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie kudaka. Sema Roho Mtakatifu nisaidie kudaka. Nisaidie kudaka katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hiyo nimesema ya kwamba jambo hili litakuwa jambo jipya, jambo ambalo mimi natazama katika ulimwengu wa kinabii zaidi, kwamba kuna jambo Mungu anataka kulifanya kutoka kwenye ujumbe huu ambao umeendana na tarehe yenyewe, kwamba kuna kuvuka kutoka mwezi mmoja kwenda mwezi mwingine. Wakati huu ambao tunausoma mahali hapa, alikuwa ni Musa ameketi pamoja na wana wa Israeli, mkutano mzima katika uwanda wa Moabu, akiwa anawasimulia kwa kuwakumbusha safari yao ilivyoenda, namna safari yao ilivyokuwa mpaka hapo walipokuwa wamefika. Ndio maana kitabu chenyewe kinaitwa Kumbukumbu la Torati. Ni masimulizi ambayo au ni hotuba ambayo Musa aliitoa kwa wana wa Israeli wakati ule wakiwa wamekwisha kufika Moabu, wamebakiza umbali mdogo sana kuingia ng'ambo ya mto Yordani na kuimiliki nchi ya Kanaani, ambayo Musa kwa bahati mbaya yeye hakuwa amefanikiwa kuvuka. Kwa hiyo yeye aliagana na watu wake wakati huo, akaenda kwenye mlima wa Nebo ambapo alikufa na kuzikwa na Mungu. Kwa Musa akiwa anaongea na wana wa Israeli kumbukumbu ya safari ya miaka 40, akafika mahali akawaeleza namna ambavyo walikuwa wamekwisha kusafiri wakati wa miaka 38, wakaanza kuingia katika nchi za ndugu zao, wakafika kwenye nchi ya Edomu. Mungu akawakataza, akawaambia katika Edomu sitawapa urithi hapo, kwa hiyo mtapita katika njia kuu
mtaendelea, msiwachokoze ndugu zenu Edomu, maana Esau ni ndugu yako. Na kawaambia mtatoka hapo, mtakwenda katika nchi ya Moabu, na katika Moabu au katika nchi ya Amoni nadhani nilitangulia, ambao nao ni uzao, Moabu na Amoni ni uzao wa Lutu. Akasema hapo napo sitawapa urithi, kwa sababu huo ni uzao wa Lutu. Baada ya kumaliza safari hiyo ya kupita katika nchi za ndugu zao, wakafika mahali ambapo sasa wanaanza kuingia katika nchi za watu ambao miongoni mwao ndio Mungu alisema hao mtawaangamiza na nchi yao itakuwa ndio urithi wenu. Mnakumbuka wale ambao mnasoma Biblia kwamba Mungu alitaja makundi 7 ya makabila ya Kanaani, kianza na Wakanani wenyewe na Waamori na Wahivi na Wagirigashi na Wahiti na Wayebusi. Sijui kama nimemaliza wote 7, lakini jumla mataifa 7 ya Wakanani. Akawaambia hao nchi yao nitawapa kwa urithi wenu. Na kwa hiyo walipomaliza nchi za Lutu, wakawa sasa wanavuka kwenda kwenye nchi ya Waamori. Kundi la kwanza la nchi ya Waamori ni kundi la nchi iliyokuwa inaitwa Heshboni. Heshboni ambayo ilikuwa na mfalme anaitwa Sihoni. Nchi hiyo inatenganishwa na kule wanakotoka na kijito Anon. Yes, kijito Anon. Mto wa Anon unatenganisha upande ule wa nchi za Lutu pamoja na kutenganisha na nchi ya Waamori. Na Mungu anawaambia sasa ondokeni. Biblia ya Kiingereza inasema rise up. Sasa inukeni. Haleluya. Sasa inukeni. Ambia jirani yako sasa inuka. Ambia jirani yako sasa inuka. Jina la Bwana libarikiwe. Akawaambia sasa inukeni. Nataka mvuke bonde la Alon. Na mimi nimeupa ujumbe huu kichwa kinachosema utukufu wa upande wa pili wa bonde. Utukufu wa ng'ambo ya bonde. Jina la Yesu libarikiwe. Utukufu wa ng'ambo ya bonde. Kama naandika kichwa cha somo, andika maneno hayo: utukufu wa ng'ambo ya bonde. Bwana wetu Yesu asifiwe. Katikati kulikuwa na bonde linatenganisha Waisraeli ambao wanatazamwa na mataifa mengine kama watu wa kawaida, na Waisraeli ambao wakienda upande wa pili Mungu atatia utisho na kicho, mataifa yote yataanza kuwaogopa. Narudia tena, kuna Waisraeli wa ng'ambo hii wakitazamwa ni wa kawaida, wakitazamwa ni kama mtu anaweza akajipanga akiamini atawashinda. Waisraeli ambao ni wanadamu kama wengine, Waisraeli ambao wanatazamwa kama watu dhaifu, Waisraeli ambao majitu yaliyoko ng'ambo ya pili ya nchi ya Waamori wakiwatazama wanajiona wana nguvu kuliko wao. Hii ng'ambo ya Waamori walikuwepo watu kama kina Ogu anayelalia kitanda cha mikono 9 urefu na mikono 4 upana. Yeye mwenyewe kitanda anacholalia cha chuma cha mbao atavunja. Jina la Yesu libarikiwe. Wako upande wa Waamori, wakitazama Waisraeli wanaona kama visisimizi, wala hawatetemeki wala kuogopa. Mungu anasema Israeli, unahitaji kufanya hatua moja, kuvuka bonde. Sema kuvuka bonde. Sema kuvuka bonde.
Ukivuka bonde ni mtu mwingine. Ukivuka bonde heshima ni nyingine. Ukivuka bonde utukufu ni mwingine. Ukivuka bonde utisho ni mwingine. Ukivuka bonde heshima imekuwa. Ukivuka bonde watu wanakuogopa. Ukivuka bonde waliokudharau wanakuheshimu. Ukivuka bonde waliokuzuia wanakupisha. Ukivuka bonde waliokukataa wanakukubali. Ukivuka bonde waliokuona huna nguvu wanaanza kukutazama kwamba wewe ni mtu wa msaada, una nguvu kuliko wao. Mwambie jirani yako, vuka bonde. Mwambie vuka bonde. Vuka bonde. Kuna watu wako kwenye hili kanisa. Kuna watu wamo humu ndani. Kuna watu wana imani humu ndani. Wangapi wana imani? Wangapi wana imani? Wangapi wana imani? Ambia jirani yako, kama na imani, najua maisha yana mabonde, na hata wewe una mabonde, na hata hivi ninavyokuona huko bondeni, kuna mabonde ya maisha yamekueremea. Kuna mabonde ya maisha yamekufanya umeshajikataa. Kuna mabonde ya maisha yameshakufanya umekata tamaa. Kuna mabonde ya maisha yamekufanya umeshaogopa. Umeona hutavuka, umeona hutastahimili, lakini ujumbe unakuja kwako leo. Vuka bonde leo. Vuka bonde leo. Vuka bonde leo. Najua bonde ni kubwa. Uliona kama litakuzamisha. Uliona kama hutalivuka. Bonde la maisha limeharibu uchumi wako. Ndoa yako iko kwenye bonde la ndoa, lakini nataka kusema asubuhi ya leo unavuka hilo bonde katika jina la Yesu. Una bonde kwenye biashara yako, leo natabiri kinabii, leo unavuka hilo bonde katika jina la Yesu. Huduma yako imetumbukia kwenye bonde, haisogei, lakini leo natangaza kinabii, bonde linavuka kwa leo. Ambia jirani yako, vuka bonde. Vuka bonde. Inuka, vuka bonde. Inuka, vuka bonde. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna watu leo ibada hii haitawacha ng'ambo mbovu ya mabonde. Haitawacha ng'ambo dhaifu ya mabonde. Katika jina la Yesu. Anasema hivi, inuka, vuka bonde. Haleluya, haleluya. Wangapi wanaanza kuona kitu? Wangapi wanaanza kuona kitu? Nami nimemwomba Mungu leo upate kitu kwa jina la Yesu. Hilo bonde umeliogopa kwa muda mrefu. Hilo bonde limekutesa kwa muda mrefu. Ukitazama maisha yanavyokwenda, unachungulia, unaona ni bonde lisilovukika. Ukitazama kazi zako zinavyoenda, unaona bonde lisilovukika. Ukitazama huduma yako inavyokwenda, unaona bonde lisilovukika. Ukitazama familia yenu na ukoo wenu, unaona bonde lisilovukika. Ukitazama mipango ulionayo, unaipanga, lakini ukitazama unaona imetumbukia kwenye bonde lisilovukika. Leo natangaza kwa jina la Yesu, na natabiri kwa jina la Yesu, bonde linavukika leo. Bonde linavukika leo. Bonde linavukika leo. Bonde linavukika. Bonde linavukika katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bonde linavukika. Bonde linavukika. Sikiliza. Mungu akasema, sasa mmesafiri kwa ndugu zenu, lakini sasa unakokwenda, sikiliza, unahitaji hatua moja tu. Nenda, kanyaga bonde, vuka ng'ambo ya pili. Utakapovuka ng'ambo ya pili, sio yule tena waliokuwa na kutazama. Ng'ambo ya pili itakuvika heshima.
Ng'ambo ya pili itakuvika utukufu. Ng'ambo ya pili itakuvika kuogopa. Ng'ambo ya pili itakuvika kukanyaga maadui. Ng'ambo ya pili itafanya maadui watakukimbia, watakimbia mbele yako. Ng'ambo ya pili itafanya wenye nguvu wakunyenyekee. Ng'ambo ya pili itakufanya watu hodari wakuone hodari kuliko wao. Ng'ambo ya pili itakuheshimisha. Ng'ambo ya pili itakuinua. Ng'ambo ya pili itakutangaza. Ng'ambo ya pili itakupeleka mbele. Ng'ambo ya pili itakupeleka juu. Jina la Yesu libarikiwe. Akasema, mkishavuka nitatia utisho wangu juu yenu. Akasema, mkishavuka nitatia kicho, watu watawaogopa. Nitatia kicho, hofu yenu itakuwa kubwa. Ngoja nikusomee tena, yawezekana nilipokuwa nasoma hukumefuatilia vizuri. Sasa umeelewa, unaweza kufuatilia vizuri. Anasema hivi, ondokeni mshike safari yenu. Napenda ile ya Kiingereza inasema, inukeni mshike safari yenu. Rise up and take your journey. Mwambie jirani yako, usigote. Kuna utukufu ng'ambo ya mto. Ng'ambo hii umedharaulika, ng'ambo ya pili kuna heshima. Mei ni kitu kingine, Juni kuna kitu kipya katika jina la Yesu. Mei kuna aibu. Kesho, sema kesho, sema kesho, kuanzia saa 6 za usiku wa leo, kuanzia saa 6 za usiku wa leo, kuanzia saa 6 za usiku wa leo, mbingu zinatangaza jambo. Mbingu zinatangaza jambo. Kuanzia saa 6 za usiku wa leo, mbingu zinatangaza jambo. Mbingu zinatangaza jambo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Akasema ukivuka, sema tena ukivuka. Haleluya. Halafu ambia shetani, sifi leo, navuka, 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 navuka. Sema kama mwamini, navuka. Sema kama siye na mashaka, navuka. Sema kama siogopa, navuka. Sema navuka, navuka, navuka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anasema mshike safari, vuke bonde la Anoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako, na nchi yake. Sema na nchi yake. Aha. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Hivi leo, sema hivi leo, nitaanza mimi kutia utisho wako na kuhofiwa kwako juu ya watu walioko chini ya mbingu kila. Kuna watu wapokee kitu, unaona? Kuna watu wajeruhiwa kinachoongelewa hapa. Kuna kitu kinaumbika sasa, na kiumba hicho kwa jina la Yesu. Kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Waliokuroga watakuogopa, waliokutiria hujuma watakuogopa, waliokuwekea vikwazo watakuogopa, waliokusengenya watakuogopa, waliokuuma uko nyuma wakikusengenya watakuogopa. Jina la Yesu libarikiwe, jina la Yesu libarikiwe. Anasema hivi leo nitatia utisho wako. Hilo ni la kwako leo. Kama mnalikataa ni la kwangu mimi peke yangu. Wanaolikataa wote, yote mlioyakataa narudisha kwangu kwa jina la Yesu. Maana kuna watu wasemagi amina mpaka uelewe wamekataa. Jina la Yesu libarikiwe, jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya,
Sema hii ni yangu. Sema hii ni yangu. Sema nitaanza kutia. Mungu anaanza kutia utisho wake au utisho wangu na kuhofiwa kwangu juu ya watu walio chini ya mbingu, kila mahali watakaosikia uvumi wangu. Unaanza kuvuma. Uanze kuvuma kwa jina la Yesu. Jina lako livume kwa jina la Yesu. Biashara zako zivume kwa jina la Yesu. Kazi yako ivume kwa jina la Yesu. Mipango ulionayo ivume kwa jina la Yesu. Huduma yako ivume kwa jina la Yesu. Huduma ya kanisa hili ivume kwa jina la Yesu. Uanze kuvuma kazini, uanze kuvuma ofisini, kila mahali anza kuvuma. Anza kuvuma, anza kuvuma, anza kuvuma katika jina la Yesu. Yesu ni mwema. Watakaposikia uvumi wako, sema uvumi wangu. Watakaposikia uvumi wangu na kutetemeka na kuingiwa na uchungu kwa sababu yangu. Haleluya. Watasikia uvumi wangu, watasikia uvumi wa kanisa la Bwana, watasikia uvumi wa huduma ya mtu mmoja anayejiona mdogo mahali hapa. Watasikia uvumi wa jina lake, watasikia uvumi wa kazi anazozifanya, watasikia uvumi wa hekima ya Mungu inayomtoka, watasikia uvumi ya mashakarabo ya ndarabo saka, watasikia uvumi, watasikia uvumi. Mungu akupe kuvuma leo, na kutangazia ukavume, na kutabiria ukavume, na kutangazia ukavume, na kunenea ukavume. Huduma yako ikavume, jina lako likavume, kazi unazofanya zikavume, akili ulionayo ikavume. Maana hata akili ya Sulemani ilivuma, watu wakatoka kila mahali kuja kuisikiliza hekima yake, maana ilivuma. Rakashaka raparabosaka yitorobosaka ya baba. Mungu awape watu kuvuma leo, awafanye watu kuvuma leo, awafanye kuvuma leo, awafanye kuvuma leo, awafanye kuvuma leo. Kanisa hili Mungu alifanye kuvuma leo. Familia zenu Mungu azifanye kuvuma leo. Kavume leo, kavume, kavume. Biashara yako ikavume leo, nazibadilisha katika jina la Yesu. Yakarabosaka yatarabababa yandarabosaka yitarabosaka yokorabasaka. Roho Mungu ameshashuka tayari. Roho Mungu anawaingiza watu tayari. Ameshaanza kuwaingiza watu tayari. Ameshaanza kuwaingiza tayari. Meshaanza kuingia fezi mpya tayari. Meshaanza kuingia, meshaanza kuingia. Ya mashakarabosiki, ya mandarabosiki, ya mashakarababa. Bwana Mungu atamtoa Sihoni mbele yako, iwakuingiza sasa. Bwana Mungu wako iwakuingiza, iwakuingiza sasa katika nchi ya kutukuka, iwakuingiza katika majira ya kutukuka katika jina la Yesu. Roho Mungu yuko kazini. Anza kupokea, anza kupokea, anza kupokea, anza kupokea. Inakuwa Mungu anaumba jambo jipya leo, anaumba jambo jipya leo. Majangwa yatakuwa na njia, majangwa yatatoa chemchemi za maji. Ya mashaka ya baba, ya mashakara baba. Anza kupokea, anza kupokea katika Roho Mtakatifu.
Connect katika Roho Mtakatifu. Connect na jambo hilo. Connect na ujumbe huo. Connect maisha yako. Connect kazi yako. Connect shughuli zako. Connect biashara yako. Connect tenda zako. Wale wanaofanya biashara za tenda, connect. Baada tenda zinakuinjilia, contract zinakuja, contract zinakufuata. You are going to the next level katika jina la Yesu. Ya mashakara baba, ya tarabosaka, ya mandaraboseke, ya taramondo ya bazanda, ya mondora bazandara baba, ya ndaraboshe poko ya baba, ya pakaraboseke, ya paraboseke, ya mandaraboseke. Walisema hawatakutaja, sasa watakutaja. Walisema hawatakuita, sasa watakuita. Walisema hawatakutafuta, sasa watakutafuta. Walisema hawatakutambua, sasa watakutambua. Walisema hawatakuona, sasa watakuona katika jina, katika jina, katika jina. Namuona Mungu kazini, namuona Mungu anachukua watu. Mkono wako unagusa watu, mkono wako unanyanyua watu, mkono wa Mungu unanyanyua watu, mkono wa Mungu unanyanyua watu, unanyanyua watu. Jambo linatokea. Ya karababa, ya tarababa, ya tarabosaka, ya ndarabosaka ya baba, ya tarabosaka ya baba baba, ya tarababa baba baba, ya tarababa baba baba, ya tarababa baba baba. Kuna watu nawaona anawarejesha kwenye nafasi walizopoteza. Kuna watu Mungu anarejesha kwenye utukufu waliopoteza, anawarudisha kwenye utajiri waliopoteza. Kuna watu naona utajiri upotea unarudi, 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 unarudi. Heshima zilizopoteza zinarudi. Ninaona katika ulimwengu wa roho. Ninaona katika ulimwengu wa roho. Ninaona katika ulimwengu wa roho. Ninaona vifungo vyokuwa vimesimama vinakatika, vinakatika. Kuna watu naona kibali. Kuna watu naona kibali. Kuna watu naona kibali. 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 Kibali, kibali, kibali. Ya karababa, ya karababa, ya karababa, ya karababa. Kibali kinazaliwa, kibali kinazaliwa tena, kibali kinazaliwa tena, kinazaliwa tena, kinazaliwa tena, kinazaliwa tena, kinazaliwa tena, kinazaliwa tena. Kibali kinazaliwa tena, kibali kinazaliwa tena, kinazaliwa tena. Ya karabosaka. Pokea, pokea, pokea. Ni halisi, ni halisi. Roho wa Mungu ameyatamia, Roho wa Mungu ameyatamia haya, Roho Mtakatifu ameyatamia haya. Ni halisi, ni halisi, ni halisi. Ni leo, ni leo, ni baada ya saa 6 usiku. Ni leo, ni baada ya saa 6 usiku. Ni leo, ni baada ya saa 6 usiku. Manifestation. Baada ya saa 6 usiku. Manifestation. It is prophetic. It is prophetic. Ni akinabii. Baada ya saa 6 usiku. Ni manifestation. Katika jina la Yesu. Ni udhihirisho. Ni udhihirisho. Utaongea ndani ya udhihirisho, utatenda ndani ya udhihirisho, utanena ndani ya udhihirisho. It is manifestation, manifestation, manifestation. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ya karabosaka, yikaraboko ya bazanda, yikorabasaka, yikorabazanda. God, you are worthy of the praises and the glory. Unastahili sifa na utukufu Bwana. Unatenda mambo ya ajabu. Uliosema unayatenda. Ng'ambo ya pili, ng'ambo ya pili. Nenda ng'ambo ya pili leo kwa jina la Yesu. Nenda ng'ambo ya bonde leo.
Nenda ng'ambo ya bonde leo. Ingia ng'ambo ya bonde. Ingia ng'ambo ya lile bonde. Nenda ng'ambo ya lile bonde. Hamia ng'ambo ya lile bonde. Ingia ng'ambo ya lile bonde. Pokea maisha ng'ambo ya bonde. Anza maisha ng'ambo ya bonde. Anza maisha ng'ambo ya bonde lile. Anza maisha ng'ambo ya lile bonde. Ingia ndani ya lile bonde. Furahia maisha ng'ambo ya bonde. Furahia heshima ng'ambo ya bonde. Furahia kutukuzwa ng'ambo ya bonde. Furahia kumiliki ng'ambo ya bonde. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ng'ambo ya bonde. Ng'ambo ya bonde. Ng'ambo ya bonde. Get to the other side. Nenda beyond the valley. Beyond the valley. Ng'ambo ya bonde. Ng'ambo ya bonde. Experience life beyond the valley. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ng'ambo ya bonde. Oh ya basaka. Rito rabasaka. Yatarabababa. Yikarabosaka. Yitaramosaka. Yitiribosaka ya baba. Mungu hakika yuko hapa. Naona uwepo wake. Yuko hapa kwa uhalisi. Yuko hapa kwa uhalisi. Yuko hapa kwa uhalisi. Analosema linatendeka. Linatokea, linaumbika. Yuko hapa kwa uhalisi. Yakarabosaka. Yakarababa. Yatarabababa. Yatarabababa. Yitarabosaka. Mungu wamelia vya kutosha. Ng'ambo hii ebu afurahishe ng'ambo ya pili ya bonde. Wamehangaika vya kutosha. Hii ng'ambo ebu wape kupumzika ng'ambo ya pili ya bonde katika jina la Yesu. Wameonewa muda mrefu na nguvu za giza na maonevu ya kila namna. Waburudishe leo ng'ambo ya pili ya bonde katika jina la Yesu. Wameshushwa kila kona na kudhurumiwa kila kona kwa sababu ya ng'ambo hii. Sasa wavushe, uwape kupokea na kushiba na kuwa navyo tele ng'ambo ya pili ya bonde katika jina la Yesu. Ng'ambo ya pili ya bonde katika jina la Yesu. Ng'ambo ya pili ya bonde katika jina la Yesu. Oh ya mashaka. Jesus. Jesus, you are so real. So real. Very real. Yes, wewe ni halisi. Wewe ni halisi. Halisi sana. Halisi sana. Halisi sana. Halisi sana. Halisi sana.